Bwana, huyu aliye mbele yangu ni shabiki ni mwanachama klabu ya Yanga, na huu ni uwanja wa Benjamin Mkapa, na ukionekana uwanja wa Benjamin Mkapa una simanzi, una wasiwasi. Taarifa inaonyesha dabi ipo, lakini taarifa pia inaonekana kama dabi haitakuwepo. Wewe ni mwanachama, jina lako nani? Alafu niambie maoni yako, kama dabi haitakuwepo nani tumfunge kengele, na kama dabi ikiwepo nani tumpongeze. Karibu sana, jina lako nani? Mimi naitwa Shabani Musa, mwanachama wa tawi la Yanga Kopexi Buguruni. Ni mwanachama hai na kadi ninayo hii hapa. Sisi tumesikitishwa na jambo la kusikia kwamba Simba hawataleta timu. Tunashindwa kujielewa na kushindwa kutambua kwamba kwa sababu gani Simba hawezi kuingiza timu kwa siku ya leo. Kwa sababu endapo kwamba Yanga kafanya makosa ya kutokumkaribisha katika uwanja kufanya mazoezi, angeleta timu, vigezo na masharti vingizingatiwa baada ya kuwa mechi ishachezwa, kwa sababu makosa mengi yanafanyika katika vilabu na majambo yanakuja kufanyika, adhabu inakuja kufanyika baada ya mechi kwa zishafanyika. Unasikia klabu fulani imepigwa faini ya $500,000, imepigwa faini ya $1,000,000 baada ya kuwa kwamba mechi iliyokuwa husika ishafanyika. Lakini tunashindwa kuelewa kwa siku ya leo watu wametoka mbali kwa niaba ya mechi hii. Wanachama tumeiandaa mechi yetu hii. Wanachama tumeitwa na klabu zetu kuandaa wachezaji kisaikolojia kwa niaba ya mechi hii. Leo tunakuja kuambiwa kwamba mechi sidhani kama itakuwepo au haitokuwepo. Mpaka sasa hivi, ndugu mwandishi, hatuelewi tufanye vipi kuhusu jambo ya leo. Kwa kama ipo au kama ipo tunamlaumu nani? Mimi nadhani hii mechi kama itakosekana au itakuwepo, na hata kama itakuwepo, lakini itakuwa imetupa changamoto sana kisaikolojia katika michezo yetu sisi ya Tanzania. Nadhani hii kama haitokuwepo mechi hii, wakulaumiwa sana TFF ndio kuweza kulaumu sana, kwa sababu hili jambo imeonekana kwamba toka jana jambo hili linaleta mgogoro katika uwanja wetu wa taifa huu. Nadhani wangeleta ukaribu sana kwa niaba ya jambo hili hapa na kuweza kulitatua, na Simba akafanya lile jambo lake alilokuwa anataka kulifanya. Lakini wao wametulia mpaka imefikia itafu fulani, mpaka saizi hatuelewi. Mechi tunaangalia, hatuangalii mechi. Makomando wa klabu Yanga wanalaumiwa kwamba jana mmewazuia Simba Sports Club masaa 2-3 hapo, na sio kama nyinyi hamwajui kama wale ni Simba, lakini mmewazuia. Hamjihisi kama nyinyi ndio mmekuwa Yanga, mmekuwa sababu wa kila kitu hicho tunachokiona hapa sasa hivi uwanjani Benjamin Mkapa? Hapana, kwa taratibu ya nchi yetu haipo kisheria mpira, lakini kwa taratibu ya dabi tulivyojiwekea na waheshimiwa wetu wa mpira walivyotuwekea ni kwamba mwenyeji wa mechi hii hapo ni lazima azungukie maeneo ya kiwanja. Hiyo ni taratibu ya kinchi tulivyojiwekea sisi, haipo katika kanuni ya mpira. Lakini ikaletwa barua kwa niaba, wakaulizwa na mheshimiwa wa uwanja kwamba sina taarifa yoyote ya juu ya Simba kuja kufanya mazoezi hapa, naomba taarifa iletwe. Kwa hiyo ilipongelewa neno hili hapo, hawa makomando wa Yanga Afrika ndio wakasema kwamba hapa mmezuiliwa na wenyewe hamruhusiwi, ondokeni. Simba kwa akapata sababu ya kwamba makomando wa Simba wa Yanga wamefanya fujo. Lakini makomando wa Yanga hawana shida ya kusema kwamba wao ndio wamehusika katika kesi ile pale. Yanga nyinyi mhusiki na hii? Hatuhusiki na hilo. Hatuhusiki, ila kama linatengenezwa litakuja. Lakini hatuhusiki. Meneja wa uwanja ndo kasema sina taarifa ya Simba Sports Club kuja kuingia kufanya mazoezi kwa muda huu. Makomando wa Yanga wakanukuu mheshimiwa uwanja kwamba hapo kweli hawatakiwi, basi ondokeni. Simba baada ya kwenda na lile jambo aliloambiwa, wakawapa mzigo makomando wa Yanga kwamba wamefanya fujo. Na mimi mwenyewe paka jana nilikuwepo kwenye tukio hili. Wewe unafikiri kwa nini nyinyi Yanga mwafahamu Simba mngewaruhusu wafanye mazoezi, kuna baya lolote lingetokea? Sawa mwandishi, sisi hatujawazuia Simba Sport kufanya mazoezi. Meneja uwanja ndio kasema sina taarifa ya Simba kuja kufanya mazoezi katika uwanja huu, naomba waondoke.